Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Kapsuli ya chombo cha anga cha Shenzhou 20 yarejea salama ardhini. China yaanza rasmi ujenzi wa kituo cha nishati ya nyuklia cha aina yake duniani. Na China yatoa msaada wa vifaa vya matibabu kwa Burundi. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Na kapsuli ya chombo cha anga cha Shenzhou 20 cha China imetua salama kaskazini mwa nchi hiyo bila kubeba wanaanga, huku mamlaka zikithibitisha mafanikio ya misheni licha ya changamoto za kiusalama zilizolazimisha kucheleweshwa kwa kurejeshwa kwa wanaanga waliokuwa angani. Ronald Mutie anaripoti zaidi. Kapsuli ya chombo cha anga cha Shenzhou 20 ikiwa bila wanaanga ilitua katika eneo la Dongfeng katika mkoa unaojiendesha wa Mongolia ya ndani kaskazini mwa China. Shirika la anga la China limesema ukaguzi uliofanyika katika eneo la tukio Jumatatu ulithibitisha kuwa sehemu ya nje ya kapsuli hiyo ya Shenzhou 20 ilikuwa katika hali nzuri kwa ujumla na vitu vilivyokuwa ndani vilikuwa salama, ikiongeza kuwa operesheni ya kurejesha chombo hicho ilifanikiwa. Shirika hilo pia limeeleza kuwa chombo cha anga cha Shenzhou 23 tayari kimewasili katika kituo cha kurushia satelaiti cha Jiuquan. China ilirusha chombo cha anga cha Shenzhou 20 chenye wanaanga tarehe 24 Aprili mwaka jana, kikisafirisha wanaanga watatu kwenda katika kituo chake cha anga kinachozunguka dunia kwa misheni ya miezi 6. Hata hivyo, chombo cha anga cha Shenzhou 20 ambacho awali kilipangwa kuwarejesha wanaanga hao watatu ardhini Novemba mwaka jana akikukidhi mahitaji ya usalama ya kurejea. Shirika la anga hilo limesema kuwa mipasuko midogo imegunduliwa kwenye dirisha la kapsuli ya kurejea ya Shenzhou 20 ambayo inaaminika zaidi kusababishwa na mgongano wa vipande vya taka za anga. Kadri mwaka mpya wa Kichina wa farasi unavyokaribia, masoko ya maua kote nchini China yameshuhudia ongezeko kubwa la manunuzi, huku idadi inayoongezeka ya wateja wakinunua mimea ya kupandwa kwenye vyungu na mapambo ya maua kwa ajili ya sherehe za mwaka mpya. Katika kituo cha biashara ya maua cha Beijing, maua ya rangi na aina mbalimbali yanawavutia wateja wa rika zote, kama anavyoarifu Simiyu Wanjala. Miongoni mwa bidhaa zinazouzwa zaidi ni aina mpya za maua ya okidi zenye petali zilizochongwa kama mifuko midogo inayobeba kadi za baraka za mwaka mpya. Ubunifu mpya kama vile vazi za maua na vyungu vilivyoundwa kwa umbo la farasi halikadhalika unavutia macho ya wanunuzi wengi. Katika mji wa Foshan mkoani Guangdong kusini mwa China, wauzaji wa maua wamebuni mmea kwenye chungu wenye maua ya okidi aina ya Phalaenopsis yaliyopangwa kuunda umbo la farasi anayekimbia, ishara ya furaha na shamra za mwaka mpya wa Kichina wa kalenda ya mwezi. Mbali na maua ya okidi, maua mekundu ya amaryllis na miti ya kumquat inayotafsiriwa kama ishara ya bahati na ustawi pia ni miongoni mwa chaguo maarufu zaidi. Katika mkoa wa Yunnan kusini magharibi mwa China, bustani ya kisasa ya sekta ya maua ya Lijiang imeshuhudia ongezeko la oda za maua ya kala lili yenye rangi nyeupe, dhahabu, waridi, zambarau na rangi nyingine nyingi. Katika soko la maua la Dounan mjini Kunming linalojulikana kama mji mkuu wa maua barani Asia, baadhi ya wafanyabiashara wa maua wameanzisha vyumba vya matangazo ya moja kwa moja mtandaoni katika vibanda vyao ili kurahisisha wateja kununua maua kwa njia ya mtandao na kuyapata moja kwa moja majumbani mwao. Makampuni ya usafirishaji pia yamefungua njia maalum za haraka kwa usambazaji wa maua mabichi. Na China imeanza rasmi ujenzi wa kituo cha nishati ya nyuklia cha Shuwei katika mji wa Lianyungang mkoani Jiangsu mashariki mwa nchi hiyo, kikitajwa basi kuwa mradi wa kwanza duniani kuunganisha teknolojia ya nyuklia ya Hualong 1 na kinu cha gesi chenye joto la juu, hatua basi inayodhihirisha dhamira ya China kuendeleza nishati safi ya kisasa. Tom Njala ana maelezo zaidi. Kiwanda hiki ni cha kwanza duniani kuunganisha teknolojia mbili, Hualong 1 yenye shinikizo na reakta ya gesi yenye joto la juu. Awamu ya kwanza ya ujenzi inajumuisha vitengo viwili vya Hualong 1 na kimoja cha reakta ya gesi.
Baada ya kuanza kufanya kazi, maji ya baharini yataondolewa chumvi, kisha kupashwa joto na vitengo vya Hualong 1 ili kuzalisha mvuke wenye nyuzi joto zaidi ya 270. Mvuke huo kisha utapashwa joto zaidi na reakta ya gesi ukifikia nyuzi joto zaidi ya 460 na utatumika na mashirika ya kemikali katika eneo jipya la Shuawei. Kiwanda hiki kitasaidia China kuendeleza nishati safi ya nyuklia na kupunguza uchafuzi wa mazingira, huku pia kikisaidia maendeleo ya kiuchumi na viwanda vya kemikali mashariki mwa China. Awamu ya kwanza inatarajiwa kuanza kufanya kazi mwaka wa 2032. Hualong 1 ni reakta ya kizazi cha 3 iliyoendelezwa kikamilifu na China, inayozalisha umeme wa kutosha kwa watu milioni 1 kila mwaka. Na ubalozi wa China nchini Burundi Alhamisi wiki hii ulitoa msaada wa vifaa vya matibabu kwa serikali ya Burundi ili kusaidia taifa hilo la Afrika Mashariki kufikia malengo ya maendeleo endelevu pamoja na dira yake ya maendeleo. Nilifuatilia basi taarifa hiyo na hii hapa basi ripoti niliyokuandalia. Hafla ya makabidhiano ilifanyika katika hospitali ya Prince Regent Charles mjini Bujumbura, mji mkuu wa kiuchumi wa Burundi, huku hospitali hiyo ikiwa miongoni mwa wanufaika watatu. Hospitali nyingine mbili ni hospitali ya mkoa wa Gitaga katika mkoa wa Gitega katikati mwa Burundi na hospitali ya jumla ya Mpanda katika mkoa wa Bujumbura magharibi mwa Burundi. Serikali ya China itatekeleza mradi wa Brightness Action nchini Burundi, ambapo wagonjwa 300 wa mtoto wa jicho watapatiwa upasuaji unaofanywa na madaktari wa Kichina. Hili ni tendo la moja kwa moja linalolenga kurejesha uwezo wa kuona, matumaini na heshima kwa mamii. Kwa niaba ya serikali ya Burundi na kwa niaba yangu mwenyewe, ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Watu wa China kwa msaada wake endelevu na wa nyanja mbalimbali kwa maendeleo ya Burundi, hasa katika sekta ya afya. Msaada huu unathibitisha mahusiano bora ya urafiki, ushirikiano na mshikamano unaounganisha mataifa na watu wa nchi zote mbili. Katika mfumo wa ushirikiano wa matibabu, Burundi pia imenufaika na utaalamu wa madaktari wa Kichina pamoja na huduma maalum za matibabu, dawa, vifaa na mahitaji ya tiba. Hapa tuna magonjwa, baada ya kuyagundua hatuwezi kupata dawa za kuyatibu popote nchini mwetu. Dawa tunazopokea kutoka China hazipatikani kwa urahisi nchini Burundi. Watu wengine hulazimika kwenda nje ya nchi kununua dawa hizi, ilhali wengine hawawezi kumudu gharama za kununua nje ya nchi. Kwa hiyo hili ni faraja kwa wananchi ambao hawawezi kupata dawa hizi maalum nchini Burundi. Fang aliongeza kwamba tangu mwaka 1987 madaktari 544 wa China wamekuja Burundi, akiongeza kuwa China itaendelea kuimarisha na kupanua ushirikiano na Burundi katika sekta ya afya na katika sekta nyingine za kipaumbele. Na kwingineko ni kwamba katika kipindi cha mpango wa 14 wa maendeleo wa miaka 5 kati ya mwaka wa 2021 na 2025, China imechukua hatua madhubuti za kuboresha mazingira ya mijini kwa kupanua ujenzi wa miji ya bustani. Mpango huu basi unalenga kuongeza maeneo ya kijani, kuboresha afya na ustawi wa wakazi na vilevile pia kuifanya miji iwe sehemu salama, rafiki na yenye kuvutia zaidi kwa maisha ya kila siku. Huyu hapa basi tena Tom Mwanjala na kina cha habari hiyo. Katika kipindi cha mpango wa 14 wa maendeleo wa miaka 5, yani kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025, China imeendelea kuimarisha urejeshaji wa ekolojia ya mijini na kuboresha utendaji wa miji kwa kuendeleza dhana ya miji ya bustani kulingana na mazingira ya kila eneo. Kupitia mipango ya miji inayoweka mbele mahitaji ya wananchi na ugawaji wa busara wa maeneo ya ekolojia, miji mbalimbali imeongeza maeneo ya kijani, kuboresha maisha ya kila siku na kuinua kwa kiasi kikubwa mazingira ya kuishi.
Katika kipindi cha mwaka mmoja pekee, zaidi ya bustani ndogo 4700 zimeanzishwa sambamba na ujenzi wa zaidi ya kilomita 5800 za njia za kijani, hatua inayosaidia kuleta bustani karibu zaidi na makazi ya wananchi. Ujenzi wa miji ya bustani unamaanisha kuwa katika mchakato wa kupanga, kuendelea na kusimamia miji, tunaweza kutoa manufaa ya ekolojia kwa wananchi wote kwa usawa. Hii itakidhi zaidi mahitaji ya watu kuunganishwa na mazingira ya asili na kufurahia maisha yenye ubora bora. Tangu kuanza kwa mpango wa 14 wa miaka mitano, serikali ya China imeanzisha sera kadhaa muhimu, zikiwemo maoni kuhusu kukuza maendeleo bora ya miji, maoni kuhusu kukuza maendeleo ya kijani katika ujenzi wa mijini na vijijini, pamoja na maoni kuhusu kuendeleza upya miji. Sera hizi zimeweka mwelekeo wa wazi wa ujenzi na uboreshaji wa bustani na vilevile maeneo ya kijani kutoka nyanja tofauti. Katika kipindi chote cha mpango wa 14 wa miaka mitano, China imeongeza jumla ya bustani ndogo 19,000 na zaidi ya kilomita 27,000 za njia za kijani za mijini. Sambamba na ongezeko hilo, bustani zimeanza kutumika kwa shughuli mbalimbali kama kukimbia usiku, mazoezi ya viungo na kambi. Aidha, jumla ya hekta 19,000 za nyasi za bustani zimefunguliwa na kushirikishwa kwa matumizi ya umma. Wizara itaendelea kukuza ujenzi wa bustani ndogo na njia za kijani za mijini, pamoja na kufungua na kushirikisha zaidi maeneo ya kijani ya bustani. Lengo letu ni kuwapatia wananchi maeneo salama, rahisi na yenye mvuto kwa shughuli za kijani, kuboresha bustani kongwe za mijini na kuhakikisha mafanikio ya ustaarabu wa ekolojia yanawanufaisha wananchi kikamilifu. Mapendekezo ya mpango wa 15 wa maendeleo wa miaka mitano, yani kuanzia mwaka wa 2026 hadi 2030, yanasisitiza umuhimu wa kuimarisha upya miji kwa nguvu ili kujenga miji ya kisasa iliyobunifu, inayofaa kuishi, yenye mandhari nzuri, imara, yenye ustaarabu na inayotumia teknolojia za kisasa. Na mwanamke anayefuga mbuni amejipatia umaarufu mkubwa mtandaoni kwa ubunifu wake katika ufugaji wa ndege hao, huku basi akitumia fursa hiyo kuwawezesha wanawake katika jamii yake kupitia ajira na biashara. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu hii yetu basi ya Ifahamu China. Karibu tujiunge naye basi Zakia Pong. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mwanamke anayefuga mbuni amepata umaarufu sana mtandaoni kwa kufuga ndege hao na kutoa fursa za ajira kwa wanawake katika jamii yake. Amevutia mashabiki wa mitandao ya kijamii kwa kutangaza moja kwa moja mfululizo wa matukio ya kuvutia yanayohusiana na ufugaji wa mbuni na kuuza vifaa vya kufutia vumbi vinavyotengenezwa kwa manyoya ya mbuni. Zhang Yun, aliyejulikana kama Tuo Feifei ama mbuni wanaoruka, katika mtandao wa kijamii wa Douyin, ana wafuatiliaji zaidi ya 7.2 kwenye jukwaa hilo aliowapata kwa kushirikisha safari yake ya kufuga mbuni mjini Suqian, mkoa wa Jiangsu, mashariki mwa China. Safari ya Zhang ilianza mwaka 2018 wakati yeye na mume wake walipofungua ukurasa wao kwenye mtandao huo wa kijamii ili kushirikisha uzoefu wao katika ufugaji wa mbuni. Hatua ambayo awali ilipokelewa kwa mashaka na wanakijiji wa huko ambao hawakuwahi kuona ndege hao wa fahari sehemu nyingine yoyote zaidi ya kwenye filamu fupi za wanyama wa porini.
Mwanzo walishirikisha uelewa wao kuhusu ufugaji wa mbuni, lakini jambo hili halikuvutia sana wafuatiliaji. Licha ya changamoto za mwanzo, maudhui yanayowekwa na Jan kwenye ukurasa huo yalipata mabadiliko chana mara alipoweka video ambayo alikuwa amebeba kabichi karibu na kundi la mbuni anaofuga. Video hiyo ilisambaa haraka sana kwenye mtandao na kuvutia mamilioni ya watu kuitazama. Umaarufu huo katika mtandao wa jamii ulimfanya Jan kutafiti fursa mpya za biashara, hususan za manyoya ya mbuni. Jan sasa anafanya matangazo ya moja kwa moja mtandaoni karibu kila siku, kawaida kuanzia saa 7 mchana hadi saa 11 jioni, na mauzo ya jumla kupitia mtandao yanachukua karibu 80% ya kipato chao. Licha ya mafanikio yake katika ujasiriamali, biashara ya Jan imekuwa na athari kubwa chana kwa jamii yake. Katika kiwanda chake ambacho kila siku kinazalisha karibu vifaa 5,000 vya kufutia vumbi vinavyotengenezwa kwa manyoya ya mbuni, wengi wa wafanyakazi wake ni wanawake kutoka vijiji vya jirani. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Haya basi mtazamaji, ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia kabisa. Karibu basi kwa pamoja tujifunze pamoja lugha ya Kichina. Di 10课，现在几点？ Mambo, karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Matofali ya ujenzi. Msichana mdogo anajenga kwa kutumia matofali chumbani kwake. Atajenga kwa tofali moja unaposoma herufi ya Kichina kwa usahihi. Hebu tumsaidie. 现在早上点见分太 妈妈，现在几点？11点10分。 妈妈，现在几点11点10分。 现在几点？11点10分。 妈妈，现在几点？11点10分。 明天几点见？早上5点。太早了。明天几点见？早上5点。太早了。
他们明天几点见？早上5点。明天几点见？早上5点，太早了。 Jibu swali la mwalimu kulingana na picha. 他几点起床？他6点半起床。他几点上课？他8点上课。他几点放学？他4点10分放学。他几点睡觉？他10点睡觉。 Sasa tumemaliza maandishi yetu. Hebu tutazame video hii kuhusu hadithi, kisha tujibu maswali. 现在几点？纽约、北京、悉尼、北极。现在几点？纽约12点。纽约几点？纽约12点。北京1点。北京几点？北京1点。悉尼4点。悉尼几点？悉尼4点。北极5点。北极几点？北极5点。 Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Mimi ni Jacob Mogoa, kwa niaba ya wote waliofanikisha nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.